Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema mazungumzo ya kubadilishana ujumbe na Marekani bado yanaendelea na kwamba bado hakuna makubaliano rasmi kati ya Iran na Marekani. Mazungumzo na kubadilishana ujumbe wa Marekani yanaendelea, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliviambia vyombo vya habari vya serikali mnamo Jumapili. Hatupaswi kutoa umuhimu kwa uvumi na hatuwezi kuhukumu mazungumzo hayo hadi tupate matokeo ya wazi, Araghchi aliongeza. Mazungumzo kati ya Tehran na Washington yanasalia kuwa tete, huku maafisa wa Iran wakiashiria kutoiamini Marekani licha ya kuendelea kwa mawasiliano. Mapema Jumapili, mpatanishi mkuu wa Iran Mohammad Bagher Kalibaf alisema Tehran haitokubali makubaliano yoyote isipokuwa kama yatalinda kikamilifu haki za Iran, huku kukiwa na ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump amerudisha pendekezo kali zaidi kwa wapatanishi wa Iran. Pande hizo mbili zimekuwa zikitafuta makubaliano ambayo yanaweza kumaliza rasmi vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kufungua njia ya kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu usafirishaji wa nishati duniani. Mazungumzo yamegubikwa na maneno makali na mivutano ya mara kwa mara tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mapema mwaka huu, zikiwalenga wakuu wa kijeshi na kisiasa, wakati wa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran yakiwa yanaendelea. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameapa kwamba Iran haitokuwa na silaha za nyuklia na kwamba huo ndio mpango wa mwisho wa Marekani. Mohammad Bagher Kalibaf, spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema kuwa Iran kupitia umoja wa kitaifa imeendelea kumrudisha nyuma adui katika mawazo yake ya kutaka kupambana na Iran. Spika huyo ameeleza hayo jana Jumapili wakati wa jitihada za upatanishi za Pakistan zikiwa zinaendelea kuzielekea Tehran na Washington kwenye kukamilisha hati ya mapatano lenye lengo la kuhitimisha hujuma za Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tunamrudisha nyuma adui katika vita vikubwa na vya kihistoria. Kama kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu alivyosisitiza, jambo muhimu zaidi katika ushindi ni mshikamano na umoja wa wananchi, anasema spika huyo wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf. Aidha, ameongeza kuwa jambo linalomrudisha nyuma adui sambamba na nguvu za kijeshi na utayarifu wa kulinda na kuihami nchi kwa vikosi vya ulinzi ni uimara wa umoja wa wananchi mbele ya adui mkubwa. Siri hii ya ushindi lazima ilindwe. Mohammad Bagher Kalibaf pia amemshukuru kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Mujtaba Khamenei kwa ujumbe wake wa kiufundi na wa kutia moyo kwa wabunge wa Iran, akisema utatumika kama ramani ya bunge na mwanga wa uongozi wa siku zijazo. Wakati huo Kalibaf ameonya kuhusu chokochoko za adui za kutaka kuzusha hitilafu miongoni mwa wananchi wa Iran kupitia mashinikizo ya kiuchumi na kupotosha vyombo vya habari ili kufidia kushindwa kwake kijeshi na kuilazimisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wa Iran hawawezi kukubaliana na matakwa ya Marekani, anamalizia spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.